Tunaanza na matukio mapya ya kaunti ya Turkana ambapo watu 4 wapigwa risasi na tukio tofauti katika kaunti ya Nairobi ambapo aliyekuwa bosi wa polisi Kibuchi ametangazwa kufariki. Mtazamaji, huko Turkana uvamizi wa kikatili wa alfajiri umeacha damu nyingi na maswali yasiyo na majibu. Watu 4 wamepoteza maisha katika kile kinachoonekana kuwa marudio ya kutisha ya mapigano ya mpakani ambayo yanaendelea kukumba eneo lenye hali tete la Todonyang. Pia tunaangazia maisha na urithi wa mmoja wa wasimamizi mashuhuri zaidi wa kutekeleza sheria nchini Kenya, afisa wa zamani wa polisi wa mkoa wa Nairobi Anthony Kibuchi, ambaye kifo chake mapema wiki hii kimeleta mshtuko katika usalama wa nchi nzima. Huko Turkana, ukimya wa alfajiri ulivunjwa na milio ya risasi katika maji yenye giza ya ziwa Turkana. Msafara rahisi wa uvuvi uligeuka kuwa umwagaji damu. Ilikuwa saa 10 asubuhi wakati wakazi wa eneo la Todonyang walishtushwa na milipuko ya hapa na pale ya risasi zilizokuwa zikisikika kutoka ukingo wa ziwa. Kufikia jua, picha ilikuwa wazi sana. Wavuvi 4 wasio na uhai walitanda kwenye meli ya maji karibu na ukingo wa ziwa. Nyavu zao zilikuwa zimetupwa, walinzi wao walikuwa wameshushwa, na katika wakati huo hatari, washambuliaji wasiojulikana walipiga kwa usahihi usio na huruma. Mamlaka sasa inashuku kwamba shambulio hilo la mauaji liliratibiwa na wanamgambo wa Dasanech, kundi lenye makao yake Ethiopia lenye rekodi ya umwagaji damu ya uchochezi wa mpaka na ghasia za kikabila. Viongozi wa jamii ya Turkana wanahofia kuwa huu ni mwendelezo wa mzunguko wa kikatili ulioanza Februari ambapo zaidi ya wavuvi 20 wa Kenya waliuawa katika shambulizi kama hilo. Mtandaoni ulichapishwa hivi: At least 4 fishermen have been confirmed dead after a harrowing attack in Todonyang, Turkana County on the morning of Thursday, May 15. Reports indicate that the 4 were on a fishing expedition with gunshots were heard around 4 a.m. Wenyeji wa Todonyang si wageni kwa harufu ya baruti na huzuni. Miezi michache iliyopita, wanaume 20 kutoka jamii moja ya wavuvi waliuawa kwa damu baridi. Mauaji hayo yanayoaminika kuwa ya kulipiza kisasi yalifuatia mauaji ya wavuvi 3 wa Dasanech na jambazi asiyejulikana. Katika visa vyote viwili, kifo kimetolewa bila onyo na bila matokeo. Leo huzuni ni nzito juu ya Todonyang. Familia zimevunjika, maisha ya watu yamesambaratika na imani katika ahadi ya usalama inazidi kupungua. Tishio ni la kweli, jeraha ni mbichi, na hofu ya mapambazuko kama ya asubuhi ya leo inaendelea kukisumbua kijiji hiki cha mpakani. Licha ya ahadi za awali za kuingilia kati, umwagaji damu wa leo unazua maswali mazito kuhusu ufanisi wa operesheni za usalama katika mpaka wa kaskazini mwa Kenya. Kufuatia mauaji ya Februari, waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen aliapa kuimarisha ulinzi wa eneo hilo. Polisi wa akiba na machifu wa eneo hilo waliahidiwa kuwekewa silaha za hali ya juu. Ufuatiliaji wa mpaka ulipaswa kuboreshwa, walakin matukio ya asubuhi ya leo yanasimulia hadithi tofauti. Siku chache zilizopita, mkurugenzi wa huduma ya kitaifa ya ujasusi Nurdin Haji alionya kwamba mashirika ya usalama ya taifa yanafanya kazi chini ya vizuizi vikali. Vifaa vya kizamani, idara zisizofadhiliwa na pengo la upungufu wa bilioni 14 pesa taslimu katika shilingi bilioni 14 katika bajeti ya usalama ya mwaka huu. Kulingana na ripoti za NIS, shirika hilo liliomba shilingi bilioni 65 lakini lilitengewa shilingi bilioni 51 pekee kwa mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Upungufu huo, maafisa wanasema, umeacha mipaka ya Kenya ikikabiliwa na wanamgambo wanaozidi kuimarika. Wataalamu wa usalama wanasema kuwa Todonyang sio tu eneo maarufu, ni ishara ya kushindwa kwa sera, kushindwa kujibu ipasavyo mivutano ya kuvuka mpaka, kushindwa kuanzisha kizuizi na pengine kushindwa kwa mapenzi. Huku serikali ikiendelea kupigia debe juhudi za kuleta amani na maendeleo ya kikanda, miili hiyo inaendelea
Miili hiyo inaendelea kurundikana katika ufuo wa Ziwa Turkana. Mauaji ya kimya yanatokea ambayo wengi wanasema yanapuuzwa katika ngazi za juu za serikali. Na sasa tunageukia Nairobi ambapo nchi imepoteza gwiji katika taasisi ya usalama. Aliyekuwa afisa wa polisi wa mkoa wa Nairobi Anthony Kibuchi amefariki akiwa na umri wa miaka 67. Aliaga dunia katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta mnamo Jumanne Mei 13 baada ya kuugua saratani kwa muda mrefu. Katika siku zake za mwisho, afisa huyo mkongwe alipigana kwa ushujaa kama alivyokuwa katika kazi yake yote. Ombi la kukata tamaa la damu lilikuwa limetolewa huku hali yake ikiwa mbaya, lakini pazia lilianguka kabla ya uokoaji kuja. Kazi ya Anthony Kibuchi katika kutekeleza sheria iliadhimishwa na ukaidi, nidhamu na imani isiyobadilika katika utaratibu. Akipanda vyeo kutoka kwa polisi kijana hadi mmoja wa PPO za kuogopwa na kuheshimiwa zaidi nchini, Kibuchi alihudumu kwa utofauti katika mikoa ya Nyanza, Kaskazini Mashariki na Nairobi. Ilikuwa wakati wa enzi ya Mwai Kibaki ambapo alipata umaarufu wa kitaifa. Uongozi wake thabiti na uaminifu wa kikatili mara kwa mara vikigongana na siasa, lakini kumfanya apendezwe na wengi ndani ya kikosi hicho. Pengine pambano lake la hadhi ya juu lilikuja pale alipogombana na jaji mkuu wa wakati huo Willy Mutunga. Shutuma ziliruka, vitisho vya kisheria vilifuata, lakini Kibuchi kweli kwa umbo hakuwahi kuyumba. Alistaafu chini ya kivuli cha mabishano, lakini kwa wengi aliendelea kuwa ishara ya mamlaka katika huduma ya polisi ambayo mara nyingi ilishutumiwa kwa utovu wa nidhamu na uzembe. Kibuchi atazikwa katika nyumba ya mababu zake katika kaunti ya Kirinyaga mnamo Jumatano Mei 21. Kuaga kwake kunaashiria mwisho wa enzi na kunakuja wakati ambapo Kenya inakabiliwa na hesabu za usalama ambazo huenda zingemtimua mtu ambaye alikuwa afisa wa usalama. Wafanyakazi wenzake wa zamani na viongozi wa serikali wanatarajiwa kuhudhuria mazishi yake ili kumuenzi mwanaume ambaye huduma yake iliacha alama isiyofutika katika historia ya usalama ya Kenya. Huko Turkana, makaburi manne mapya yanatumika kama ukumbusho wa kusikitisha wa jamii iliyozingirwa, wakati wanatoa wito wa uchunguzi wa haraka, hatua za haraka zichukuliwe na zaidi ya yote haki. Lakini kama historia inavyoonyesha, haki katika Todonyang ni polepole, wakati mwingine haipo na mara nyingi huzikwa na wafu. Kwa sasa, wanakijiji wanaendelea kuomboleza, walionusurika wanaendelea kuvua samaki na wanamgambo inaonekana wanaendelea kuvizia.